ujinga. Uliza tu na Mungu atatusaidia. Tunataka tuelewe. Amen. Bwana sio sana. Sasa nauliza swali, kuokoka ni nini? Wewe umeokoka ndio, lakini kuokoka ni nini? Na sababu ya kuuliza hiyo swali, kwa sababu Mungu ama kuokoa wewe ufikia watu na Injili. Sasa kuna watu wengine wakati unawafikia na Injili wanafika mahali wanakuambia nielezee kuokoka ni nini, nikishaelewa nitafanya uamuzi. Sasa kama ujue kueleza, unakuta unakuwa na tatizo sana. Sasa kwa sababu uelewi kuokoka ni nini. Usiambie mtu kuokoka ni kuokoka tu. Wewe acha kunisumbua, kuokoka ni kuokoka tu. Ni vizuri muelezee, muonyeshe maandiko ambayo yanaongea kuhusu kuokoka. Na unapomwelezea na aelewe, ataelewa kwamba wewe umejua kile ambacho umeamini. Kuna watu wengi ambao wanasema unamwamini Yesu Kristo, lakini hatuwajui maandiko ambayo yanasema tumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo nataka mkuwe makini, maana nataka baada ya mafundisho uko umeshika kitu. Kuokoka ni nini hasa? Amen. Bwana Susan, madam tusomee katika kitabu ya Yohana mlango wa kwanza. Nataka mshike, kwa sababu baada hii somo nitauliza maswali. Nataka mshike hiyo. Nimesema Yohana mlango wa kwanza, Injili ya Yohana mlango wa kwanza mstari wa 11 mpaka 13. Nataka mshike. Kwa hiyo hapa usikuwa upside minded kwa sababu utauliza maswali. Nataka tu ukue hapa. Madam tusomee kwa haraka. Tutasoma Yohana 1 kuanzia mstari wa 11. Biblia inasema, alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Amen. Amen. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ni Roho Mtakatifu ambaye anatupatia uwezo kuelewa maandiko. Naomba katika jina la Yesu, tunapoanza mafundisho asubuhi ya leo, Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu atakalia kila mmoja wetu ili atufundishe tuelewe na kufahamu katika jina la Yesu. Na kama mapepo ya kutoamini, mapepo ya shaka, mapepo ya uoga, maamrisho ondoke mahali hapa katika jina la Yesu. Na kama mapepo ya ujinga na upumbavu ondoke ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu. Wakati nasikia mafundisho tunaenda kuipokea kama neno lako na tutaishika ili tukue msaada kwa watu ambao hawajaokoka katika jina la Yesu. Asante Baba mbinguni kwa kusikia na kwa kutenda, maana tumeomba katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo maandiko ambaye tumesoma katika Injili ya Yohana mlango wa kwanza mstari wa 11 kwa 13. Maandiko yanasema kwamba alikuja kwake wala walio wake wakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hao ndio walioamini jina lake, ambao wakuzaliwa si kwa damu au mapenzi ya mtu ama mapenzi ya mwili, lakini wale ambao wamezaliwa kwa Mungu. Hiyo maandiko inasema hivyo. Ila dada yetu ametusomea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka mshike. Amen. Alikuja kwake. Swali la kwanza, ni nani ambaye alikuja kwake?
Inua tu mkono usitake chorus. Inua mkono kama unajua. Nani ambaye alikuja kwake? Inua mkono alafu nitakuchagua. Tuambie dada. Yesu. Pigia Yesu Kristo makofi kwa sababu ndiye amesema ukweli. Nimesema amesema ukweli kwa sababu ukisoma hiyo mlango wa kwanza, mstari wa kwanza, inasema pale mwanzo tulikuwa na neno, na neno likawa na Mungu, na hili neno lilikuwa ni Mungu. Inaongea kuhusu Yesu Kristo. Nimethibitisha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo maandiko inaongea kuhusu Yesu Kristo. Alikuja kwake. Alikuja wapi? Kwake. Haya. Swali lingine. Kwake ilikuwa wapi? Alikuja kwake. Kwake ilikuwa wapi? Wote tuambie. Alikuja kwa nchi ya Israeli. Pigia Yesu Kristo makofi kwa sababu anasema ukweli. Haleluya. Alikuja kwa nchi ya Israeli. Yesu Kristo alipokuja hapa duniani hakuzaliwa Kenya ama Misri. Hakuzaliwa Nigeria ama Ghana. Hakuzaliwa Amerika. Alizaliwa katika nchi ya Israeli. Ndio maana kinasema kwamba alikuja kwake. Kwake ilikuwa nchi ya Israeli. Tumeelewana? Ilikuwa nchi ya Israeli. Amen. Bwana asifiwe sana. Nataka kuuliza swali lingine. Amen. Ni kwa nini ilikuwa nchi ya Israeli lakini sio Kenya? Na si India? Pigia Yesu Kristo makofi amesema kwa sababu nchi ya Israeli ilikuwa taifa la Mungu. Ni kwa nini nchi ya Israeli ni taifa la Mungu? Nataka tuambie. Kuna kitu ambacho nilikuwa natafuta. Amen. Wamejaribu. Pigia Yesu Kristo makofi kwa sababu wamejaribu. Kwa sababu ya baba yetu Ibrahim haiko mbali. Alikuwa anatimiza agano la andiko kati ya wana wa Israeli na kudhibitisha kwamba atatembea huko ya Abrahamu. Bwana sasa. Udada amekuza kitu bali nitaka. Sema kwa sauti. Alikuwa anathibitisha ya kwamba agano aliloandika kati yake na Abrahamu ya kwamba uko yake itaendelea na atakuja mwana wa Daudi na kutoka nchi aliyoichagua. Pigia Yesu Kristo makofi. Haleluya. Amekuza kitu ambacho nilikuwa nataka. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu ya agano ambayo Mungu alitengeneza na Ibrahimu. Na Ibrahimu ndio baba wa kwanza wa nchi ya Israeli. Nataka mshike. Mnanielewa? Kuna watu wengi ambao wako kwa juu mambo. Amen. Ni kwa sababu ya agano ambayo Mungu alitengeneza na Ibrahimu. Na nimesema Ibrahimu ni baba wa kwanza wa nchi ya Israeli. Na yeye ndio alitengeneza agano na Mungu. Na ukitaka kujua mahali penye iko katika kitabu ya Mwanzo 15 tena Mwanzo 17. Andika chini. Amen. Katika Mwanzo 15 tunaona wakati Ibrahim anafika mahali anaanza kumwomba Mungu. Nitajuaje kwamba hizi ahadi ambazo umeniahidi zitatimilika? Nitajuaje? Kwa sababu Mungu alikuwa amemwambia kwamba uzao wako itakuwa kama nyota ambao wako angani, pia kama mchanga ambao iko baharini. Bwana asifiwe. Akamuuliza, nitajuaje hili jambo litakuja kutendeka? Mungu akamwambia, nataka kutengeneza agano na wewe. Akamwambia, chukua wanyama, ng'ombe, mbuzi, kondoo na
kuna a dove and a young pigeon, all of them 3 years old. Bwana asifiwe sana. Akamwambia ya kwamba nataka uwachinje, niwakatakate kati ya vipande mbili, uweke chini, walalishe chini. Na Ibrahimu akachinja hao wanyama, au akawakata mara mbili na akawalalisha chini. Na maandiko yanasema kwamba alipowalalisha chini, kuna ndege ambao wanapenda kukula nyama, wakashuka pale kujaribu kukula hiyo nyama, misoko ambaye Ibrahimu alikuwa ametandika pale, lakini Ibrahimu akawafukuza. Amen. Hallelujah. Na akaingia katika usingizi. Mungu akaanza kuzungumza naye. Bwana asifiwe sana. Wakati alichinja hao wanyama, walimwaka damu. Na hiyo damu ilikuwa inaweka muhuri kwa hiyo agano. Nataka kuambia kwamba agano ambayo mmefanya niweka muhuri na damu. Hiyo agano kuivunja ni ngumu, kwa sababu katika damu kuna uhai. Umeelewa? Hiyo inapatikana katika kitabu ya Mwanzo mlango wa 15, mahali penye anachinja wanyama. Damu imwagike. Hiyo damu ambayo ilimwagika ni kuweka muhuri kwa hiyo agano ambayo walikuwa wametengeneza na Mungu. Na wakati walitengeneza hiyo agano na Mungu, ilimaanisha kwamba vitu vya Ibrahimu ni vya Mungu na vitu vya Mungu ni vya Ibrahimu. Ndio taifa la Israeli ambayo litoka kwa Ibrahimu ni taifa la Mungu hapa duniani. Wakati Yesu Kristo alikuja hapa duniani, alikuja kwake. Kwake ilikuwa wapi? Nchi ya Israeli. Umeelewa? Kuna mtu ambaye hajaelewa? Kuna mtu ambaye hajaelewa? Amen. Tumeelewa? Bwana asifiwe sana. Amen. Nashukuru Mungu sana. Maandiko yanasema kwamba alikuja kwake, wana walio wake wakumpokea. Yesu ndiye alikuja kwake, na kwake ilikuwa wapi? Taifa la Israeli. Amen. Ni taifa la Israeli, ni taifa la Mungu, kwa sababu ya agano ambayo Mungu alitengeneza katikati yake na Ibrahimu. Ibrahimu ni baba wa Israeli wa kwanza. Nataka muelewe, hata kama nitaeneza lakini mshike, nitafurahia sana. Bwana asifiwe sana. Alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hao ndio walioliamini jina lake. Amen. Bwana asifiwe sana. Kuokoka ni nini? Kuokoka ni nini? Mkimpokea Yesu kwa njia ya imani, anaingia ndani ya moyo wako, anakusafisha na damu yake na kukufanya kuwa kiumbe kipya. Ya kale imepita, tazama yote imekuwa ni mapya. Nataka kurudia. Kuokoka ni nini? Ni kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Anakusafisha na damu yake kutokana na kila uovu, na anakufanya kuwa kiumbe kipya. Ya kale yanapita, tazama yote imekuwa ni mapya. Ya kale ambayo inapita ni maovu ambayo ulikuwa unatenda hapa awali, yanapita. Maovu, dhambi ambayo ulikuwa unatenda zinapita. Yesu Kristo anachukua na kusulubisha msalabani, na anakusafisha na damu yake, na anakufanya kuwa kiumbe kipya. Ya kale imepita, tazama yote imekuwa ni mapya. Mmeelewa? Mmeelewa? Maandiko yanasema kwamba alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Walio wake walikuwa akina nani? Waisraeli. Lakini baadhi yao walimpokea, kama wakina Petro, wakina Yohana,
wakina Yakobo, wakina Andrew, wakina Stefano, wakina Philip walimpokea, si ndio? Lakini kuna wale ambao walikataa kumpokea. Maandiko yanasema kwamba walio wako kumpokea, lakini baadhi yao walimpokea. Maandiko yanasema kwamba bali wote waliompokea, Wayahudi na wa mataifa. Sisi ni watu wa mataifa, sisi Wayahudi, sisi Waisraeli. Sisi ni watu wa mataifa. Wale ambao wa mataifa na wale ambao wa Israeli, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Nataka uelewe ile asubuhi ya kwamba wakati umpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako, ulipewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Na wakati umepewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu, wewe na Yesu Kristo ni mandugu. Yeye ndugu yetu mkubwa na sisi tunanyenyekea chini yake. Tumeelewa? Tumeelewa? Nataka uelewe wakati umeketi hapa ya kwamba Yesu Kristo ndugu yetu mkubwa. He's our elder brother. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa maandiko yanasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Hao ndio walioliamini jina lake. Kwa hiyo inamaanisha uwezo ambao Yesu Kristo alikuwa naye kama mwana, na wewe pia umepewa uwezo wa kufanyika kuwa mwana. Pia uko na hiyo uwezo. Maana maandiko yanasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hao ndio walioliamini jina lake. Wakati uliamini jina la Yesu Kristo, nataka kuambia kwamba kazi ambayo Yesu Kristo alikuwa anatenda, wewe uko na uwezo wa kutenda hizo kazi. Kuwekelea wagonjwa mikono na wanapata afya, kuhubiri Injili, kufundisha neno la Mungu, kufufua wafu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uko na hiyo uwezo. Kuna maandiko mengine ambayo nataka tuangalie. Bwana asifiwe sana. Nataka mshike maandiko, kwa sababu watu wengi wanaogopa kuhubiri kwa sababu hawajui maandiko. Shika maandiko. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nataka tushike maandiko. Yohana 14 mstari wa 12. Madam, nataka tusomee tusikie Yesu Kristo alisema nini kuhusu wale ambao watamwamini. Yohana 14 mstari wa 12, Biblia inasema, amin amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Rudia tena. Yohana 14 mstari wa 12. Amin amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Amen. Kwa Kiingereza ilisema hivi, verily, verily I say unto you, he that believes on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Amen. Amen. Amini, amini nawaambia, yeyote atakayeniamini, kazi nizitendazo atazitenda pia yeye, maana naenda kwa Baba. Yesu Kristo wakati anazungumza hivyo adanganyi. Anamaanisha kila ambacho anazungumza. Ukimwamini, kazi ambayo uko unatenda, wewe uko na uwezo wa kutenda hizo kazi. Bora umwamini Yesu. Ukimwamini Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndugu yetu mkubwa, uwezo na mamlaka ambayo alikuwa naye, wewe pia uko naye. Na tupatie uwezo wa kukanyaka nyoka na ngee na kila uwezo wa adui, na hakuna kitu chochote ambacho kitatudhuru. Tusomee mada hiyo katika Luke chapter 10 verses 19. Nataka mshike maandiko. Naamini nyinyi ambao mna Biblia, unajua kuna watu hapa hawana Biblia. Nataka
Mkuja kwa kanisani mnakuja na Biblia. Amen. Kuna wale ambao wako na Biblia katika simu zao. Hakikisha kila ambacho tunafundisha unashika. Nataka kuwa msaada kwa watu katika jina la Yesu. Mnanielewa? Bwana sio sana. Watu wengi haipika kwa sababu ya Injili, kwa sababu ya hata maandiko ambayo yanaongea kuhusu kuokoka iko wapi. Wamekuwa na haya. Tusome kwa haraka madam. Luka 10 mstari wa 19, Biblia inasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Tazama nawapa uwezo wa kukanyaga nyoka na nge. Hapa nyoka na nge ndicho bwana mfano wa mapepo. Unajua nyoka na nge wanatoa sumu. Na mapepo ukiingia ndani ya maisha yako wanawachilia sumu. Ni kazi yao katika maisha yako ni kuiba, kuua na kuangamiza. Lakini Yesu Kristo alikuja ili tuwe na uzima na uzima tele tele. Kwa hivyo nyoka na nge zinawachiliaka sumu. Ukiumwa na nyoka, ukiumwa na nge, usipotibiwa haraka utakufa. Na mapepo wakiingia ndani ya maisha yako kuanza kutenda kazi katika maisha yako, kusudi lao ni kukuiba wewe. Amen. Bwana sifa sana. Kuiba, kuua na kuangamiza kabisa. Lakini Yesu Kristo anasema hivi, tazama nawapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na kila uwezo wa adui. Kila uwezo wa adui, na hakuna kitu chochote ambacho kitawadhuru. Wakati kwa ndani ya Yesu Kristo, haijalishi shetani atawachilia silaha gani kinyume na maisha yetu, lakini maandiko yanasema kwamba hakuna kitu chochote ambacho kitakudhuru. Wakati unamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Kwa katika Proverbs 18:10, maandiko yanasema kwamba jina la Bwana ni ngome imara, na wenye haki huikimbilia na kuwa salama. Amen. Wakati unamkimbilia Yesu Kristo, nataka kuambia kwamba unakuwa salama. Hata kama shetani atainua vita kinyume na maisha yako, uko salama. Jina la Bwana ni ngome imara, na wenye haki huikimbilia na kuwa salama. Wakati unamwamini Yesu Kristo uko salama. Ndio maandiko yanasema kwamba tazama nawapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na kila uwezo wa adui, na hakuna kitu chochote ambacho kitakudhuru. Kwa hivyo usiogope. Amen. Usitishike. Yesu Kristo alituahidi kwamba hakuna kitu chochote ambacho kitatudhuru. Kwa hivyo wakati umemwamini Yesu Kristo, usitahili kuwa mwoga. Amen. Usitahili kutishika na vitisho vya shetani. Maana kinasema kwamba hakuna kitu chochote ambacho kitatudhuru. Wakati umemwamini Yesu Kristo, hata jeshi likiinuka kinyume na maisha yako, haleluya, unakuwa na ujasiri katika Bwana. Maana hakuna mtu ambaye anaweza kuinuka kupigana na Mungu na afaulu. Na wewe Yesu Kristo na Baba Mungu wanakaa ndani ya maisha yako. Maandiko yanasema kwamba you are of God little children and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. Na tabia kwa ujasiri. Hata nilikuwa nasafiri kwa magari, kama ajali inataka kutokea, najua tu kuna hila ambayo iko ndani yangu, anaenda kushughulikia ajali. Kuna shetani amenitafuta several times, anitafuta kuniua. Na sahihi shetani anitafuta mara 6 kuniulia kwa ajali, lakini hakufaulu. Maana maandiko yanasema kwamba no weapon that is formed against you shall prosper. And every tongue that shall rise in judgment against you, you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me. Thus says the Lord. Wakati unampokea Yesu Kristo, haki ambayo uko nayo si tu yako yenye inatokana na matendo yako, lakini ni haki ambayo unapokea kwa sababu ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Ndio anasema tazama nawapa mamlaka kukanyaga nyoka na nge na kila uwezo wa adui, na hakuna kitu chochote ambacho kitawadhuru. Kwa
Hiyo mamlaka ambayo Yesu Kristo alikuwa nayo, wewe pia uko nayo. Nataka kujizungumzia kwa ujasiri, tena kwa imani, ya kwamba mamlaka ambayo Yesu Kristo alikuwa nayo, mimi niko nayo. Sema kwa sauti. Mamlaka ambayo Yesu Kristo alikuwa nayo, mimi niko nayo. Amen. Na sisi ni warithi pamoja na Yesu Kristo, warithi wa Mungu, warithi pamoja na Yesu Kristo. Haleluya. Nataka tusome maandiko, Warumi 8 mstari wa 16 na 17. Mshike maandiko. Shida ambayo sisi tuko nao saa hii sana, tuko naye. Tumeokoka lakini hata hatujui maandiko. Unaweza kujifanya tunajua, kumbe hatujui kitu. Mungu anataka tujae neno. Kwanza especially hii young men. Nataka mshike maandiko. Mimi niliokoka nilikuwa kwa shule. In fact nishika maandiko mpaka nikianza kuhubiria, walimu wenye walikuwa wananifundisha mpaka wengine wanatishika. Walimu wangu. Nilikuwa nimeshika maandiko. Hii maandiko sijaanza kushika sasa. Nilianza tu wakati niliokoka. Amen. Na nikikiri vile nasema. Kwa sababu nilikuwa na bidii sana kushika maandiko. Unaona mahali penye mnaenda kwa shule, tuko na vitu kama mapepe ya Illuminati. Mambo devil worship. Tuko na devil worship na Illuminati. Anza kuhubiri Injili. Wakati naanza kuhubiri Injili, maandiko yanasema hivi. Je, neno lako si kama moto na si kama nyundo ambayo inapasua mao katika upande. Wakati naanza kuhubiri Injili, moto inatoka ndani ya maisha yako kuchoma kazi za ibilisi, kukonga kazi za ibilisi. Ndio naambia mshika maandiko. Wakati tunazungumza neno la Mungu, ni moto ambayo inatoka ndani yako, ndugu yangu. Shika maandiko. Tukuja hapo kanisani, hatukuja picnic ama kupush time ama hatukuwa na kitu cha kufanya. Tumekuja kufundishwa ili tukue msaada kwa watu ambao wameokoka. Tusomee mada. Warumi 8 mstari wa 16, Biblia inasema, Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Amen. Na kama tu watoto, basi tu warithi. Amen. Warithi wa Mungu, waridhio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Kuna watu ambao wanaokopa mateso ya Yesu Kristo. Lazima ukubali. Unapokuja ukubali. Kwa sababu kama unataka kutukuzwa pamoja na Yesu Kristo, lazima ukubali kuteswa pamoja na yeye. Yaani teseka ndio akapata wokovu ambao tunafurahia. Amen. Maandiko yanasema hivi. Roho yeye mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Ni kama wana ni warithi. Warithi pamoja na Yesu Kristo. Amen. Kama tukikubali kuteseka pamoja na yeye, tutashiriki katika utukufu wake. Kizungumzia kwamba mimi ni mrithi wa Mungu. Niye mwamini. Bwana sasa. Wewe ni mrithi wa Mungu. Mali ambayo Mungu ako nayo yote ni yako. Nasema hivi. Mamlaka, uwezo, enzi, hekima, ufunuo, baraka, uponyaji, hii yote ni yako. Maana wewe ni mrithi wa Mungu. Mrithi pamoja na Yesu Kristo. Haleluya. Bwana tuweza. Ni kama tukubali kuteseka pamoja na yeye, pia tutashiriki katika utukufu wake. Maana kinasema kwamba amen. Mateso ambayo tunapitia saa hii haiwezi kulinganishwa na utukufu ambao itafunuliwa. Tuko na matumaini ya kuishi milele. Na nataka kuambia mbinguni ni mahali pazuri. Amen. Kama kuna mahali natamani kwenda ni mbinguni. Na tutafurahia milele na milele. Bwana sasa. Haleluya. Tunaelewa kweli? Tunaelewa? Bwana sasa.
inasema kwamba alikuja kwake, wana walio wake kumpokea, bali wote waliompokea aliwapa, si hata atawapatia, aliwapa. Wao umepewa, aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Nataka siku ya leo ujue wewe ni mwana wa Mungu. Unaona vile leo umefika tu hapo. Nataka uelewe ya kwamba wewe umepewa uwezo wa kufanyika kwa mwana wa Mungu. Maandiko yanasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Na Yesu Kristo ndugu yetu mkubwa. Bwana sasa, kama shetani amefika mahali anakaa kama anakulemea sana, unamwambia niko na ndugu yangu, umekuwa ukinilemea sana, nenda kumwambia. Unajua shetani na mapepo wanajua Yesu Kristo aliwashinda katika eneo lao. Alienda kwa hizo siku 3, alienda mpaka kuzimu, na walikuwa wanasherekea kwa sababu wakati walimsulubisha na akakufa walikuwa wamejua wamemmaliza. Lakini haleluya, within the 3 days aliamua kwenda kuzimu, mahali walikuwa wanasherekea. Wakaenda kunyang'anya shetani ufunguo wa kuzimu na mauti. Haleluya, Bwana sana. Akamnyang'anya mbele ya jeshi lake lote. Hata jeshi lake lilikuwa na uwezo wa kutetea Ibilisi. Alienda akashika Ibilisi, akashika kichwa, akamweka chini mbele ya jeshi lake lote. Na hiyo jeshi hakuna kitu ambacho angefanya. Mwana wa Mungu sio wa kuchezea. Haleluya, hata kipumuki hivi mapepo yote wanaanguka chini. Usichezee mwana wa Mungu. Yule ambaye iko ndani yako na mkuu kushinda yule ambaye iko kwa ulimwengu. Amen. Usiogope ndugu yangu. Yule ambaye iko ndani yako na mkuu kushinda yule ambaye iko kwa ulimwengu. Nikiona mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo anasema anaogopa uchawi, uganga, ati vitu vya ushirikina. Uko na mamlaka katika jina la Yesu. In fact, vitu vya uchawi, you set them on fire in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kuna mmoja katika kanisa hili alikuwa kushia vitu vya uchawi kwa compound yake. Wakati walirusha vitu vya uchawi na uganga, akaingia kwa hiyo compound. Wakati aliona hiyo uchawi ilikuwa mafungi marushwa kwa hiyo compound, akaenda akapika na mateke, akasema hapa hakuna kitu, na akaenda kulala. Alipolala akaamuka, kuamuka akakuta ng'ombe yake mahali penye imelala imekufa. Alafu wakati alikuta ng'ombe imekufa, miguu ikaanza kuuma, miguu yenye ilipika na mateke ikaanza kuuma kuanzia chini ikikuja tu. Akafika mahali mwili yote inauma. Alikuja hapa akaniongelesha, akaniambia, Pastor, naumia. Hata unaona hii t-shirt yenye nimevaa, nasikia tu nitoe. Nikamwambia, ndugu, nitakuombea. Usijali, nitakuombea. Nikaenda nyumbani nikamwombea sana. Na Mungu akaniongoza nichukua anointing oil. Bwana sasa, na nichukue na rafiki yake, tuende tumuombe. Wakati nipikia rafiki yake, akaniambia huyu ndugu alikuwa ameshamwambia ya kwamba alikuwa anaomba katika ulimwengu wa kiroho baada ya uchawi kurushwa kwa hiyo boma lake. Na alikuwa anaomba na rafiki yake. Wakati walikuwa anaomba, huyu ndugu mwenye alikuwa amerushia nguvu za uchawi, aliona wanaomba na rafiki yake lakini wamelemewa katika ulimwengu wa kiroho. Wanapigana mapepo lakini wanalemewa. Akasikia sauti ikimwambia ya kwamba mleta pastor muungane na yeye. Sasa wakati nimuongelesha kwa simu, ananiambia hilo jambo, huyo ndugu aliniambia kwamba
alikuwa anaona katika maono ya kwamba tunaomba na yeye lakini tunalemewa. Lakini Mungu akamwambia muende mleta pastor muombe na yeye. Na mimi Mungu alikuwa nikuza nichukua anointing wewe niende naye. Na tukaenda. Tukashikana tukakuwa watatu. Unajua God is incomplete in three. Bwana sio that God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Sasa we are three. Na tukafika kwa hiyo nyumba tukashare maandiko. Baada ya kushare, niliongea kuhusu anointing. Tukaombea hiyo anointing wewe. Tukaanointi hiyo nyumba yake yote kuanzia kwa bedroom mpaka kila mahali. Baada ya kuanointi tukaenda mpaka tukaanointi mahali penye ng'ombe ilikuwa imekufa, mahali penye ng'ombe inalala. Tukaenda tukaanointi mpaka kiti. Baada ya kuanointi tukarudi kwa hiyo nyumba. Tukatangaza ya kwamba mtu ambaye alikuwa amerusha hiyo uchawi, hiyo vitu vya uganga, katangaza mambo matatu ya kwamba aokoke. Ni kama aokoki ahame, ni kama ahame akufe. Tulitangaza kwa sababu tulijua mamlaka kwa watu. Bwana sota. Tukatangaza. Baada ya siku mbili alipigia simu akaniambia huyo mtu amehama. Bwana sota. Amefanya nini? Amehama. Siku hiyo wakati tuliomba kuchunga maji kwa mwili wako wote hata kwa miguu iliisha. Kwa sababu tuko na mamlaka. Nataka kuambia kwamba maandiko yanasema kwamba bali wote waliomwamini aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hao ndio walioamini jina lake. Amen. Mnanielewa? Wakati mwako stahili kuokopa nguvu za giza. Maana mwana wa Mungu ambaye anakaa ndani ya maisha yako alimshinda shetani pamoja na mapepo yake. Na amekupatia mamlaka alikuwa nayo. Naona mimi mtu akinirushia nguvu za uchawi, nimepata kazi. Nimepata kazi. Unajua wengine wengi tumeokoka lakini watu wavivu, watu wasembe, hata wataki kuomba, kufunga na kuomba hakuna. Washiki neno la Mungu, wako tu pale, hawajali. Lakini mtu ambaye is a violent man, anajua ni mwana wa Mungu, ni mtu wa vita. Maana Bwana ni mtu wa vita, ni Bwana ndilo jina lake. Baba yetu ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Haleluya! Ni kwa sababu tumezaliwa na yeye. Amen. Kwa sababu tumezaliwa na yeye, pia sisi ni watu wa vita. Haleluya! Sisi ni watu wa kufanya vita. Tunakuja hapa asubuhi, si kama watu wa dini. Tunakuja hapa asubuhi, nikikuja hapa asubuhi sikuja hapo kwa masengenya ama mababitina tuanze kuongea vitu ambavyo vina maana. Nakuja nachukua kona yangu. Kama ni kupiga makoti napiga makoti. Nafanya vita na kukemea mapepo. Uondoke mahali hapo katika jina la Yesu. Mapepo ya magonjwa, tunavunja minyororo ya shetani ambayo zimefunga watu katika jina la Yesu. Tunakemea mapepo ya kutoamini, mapepo ya uchawi, mapepo ya ushirikina, tunakemea. Na hapa hatufanyi mchezo. Unaweza kukuta tunaomba tunatokwa na jasho lakini hatukati tamaa. Tunaendelea kuomba kwa sababu baba yetu ni mtu wa vita, ni Bwana ndilo jina lake. Lazima wakati umemwamini Yesu Kristo uamue kuwa mtu wa vita. Kuna wengi wanaogopa kufanya vita. Bwana hakikisha umekuja karibu saa 4 hapo na nusu. Kama mafundisho yanaendelea. Kwa sababu hutaki kufanya vita. Uko na urafiki na shetani wewe? Mimi nakuuliza. Wewe uko na urafiki na shetani? Nataka kuambia shetani na adui wako. Wakati ulimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako, shetani na adui wako. Shetani si rafiki yako, si mama yako. Anataka kupembeleza, si baba yako. Akikuja katika maisha yako anataka kukuua.
Hata anaweza kupatia vitu mzuri, hakupatia pesa, hakupatia vitu ambavyo vinakupendeza, lakini lengo lake anataka kuua. Na shetani sometimes akikuja hatuelewi ni yeye, kwa sababu anatumianga watu na anakaa ndani ya watu. Hata mtu ku backslide, shetani anatumia mtu kufanya wewe backslide. Kama uko dada mama wako kwa mzuri sana, unampanga sana, uko anointed, the power of God is upon you, ukisimama pepo anatetemeka. Mtu anaweza kuja kwa kanisa kama akuja jifanye yeye ni mtakatifu, ni kumbe amekuona. Anaweza kuja mpaka jiunge na praise and worship, ajifanye ni mwimbaji mzuri, anaimba lakini amelenga, anatafuta wewe. Anaweza kuja kuimba hapa siku kadhaa mpaka hapa anajiweka kwa mstari wa mbele, unaona kama yeye ni mwimbaji. Alafu siku moja baada ya kumaliza kuimba atakwambia, "Dada, nilikuwa nimekuzwa leo nikununulia tu lunch." Kwa sababu umeona kwa praise and worship unasema, "Ai, huyu ndugu ni mzuri sana." Si baya kununulia watu lunch, lakini wakati unaenda kununulia watu lunch, kuwa na nia ambayo ni safi. Usiende kununulia mtu lunch uko na nia mbaya ya kumpata. Bwana asifiwe. Mtu anaweza kwanza kununulia lunch, wakati unakula lunch anakuambia utaongeza nini? Naona soda tiko hapo. Na kisha anakununulia soda yenye unapenda. Alafu anakuacha unaenda. Anarudi hapa anaimba. Sasa kwa sababu alikununulia la Sunday, sasa kuna kitu na kuchotea dadi yako inakaa leo tena atanunulia. Utakuta umeenda. Bwana asifiwe. Haleluya. Shetani kazi yake ni kuja kuiba, kuua na kuangamiza. Ana free gift. Whatever he gives you in excess for your soul. Yes. Amen. Anataka kama ni nzuri lakini anataka kukuua. Amen. Kwa kanisa kama hili lazima tujihadhari. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. We must be very sensitive in the spirit. Na Mungu atatuinua sana. Bwana asifiwe sana. Mnanielewa mimi nasema? Maandiko yanasema kwamba alikuja kwa walio wake, alikuja kwake, wale walio wake wakumpokea, bali wote waliopokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Hao ndio walioamini jina lake, ambao wakuzaliwa si kwa damu, si kwa mapenzi ya mtu, ama si kwa mapenzi ya mwili, lakini wale ambao wamezaliwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa kuokoka na kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako, anaingia ndani ya moyo wako kwa njia ya imani, na anakusafisha na damu yake, na anakufanya kuwa kiumbe kipya. Ya kale imepita, tazama yote imekuwa ni mapya. Mara mtusomee hiyo maandiko yenye nimesema sasa. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 17. Mshike maandiko ya men, ya women, get hold of the scriptures. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Rudia tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale imepita, tazama yote imekuwa ni mapya. Amen. Kuna swali ambayo nataka kuuliza hapo. Amen. Amen.
Mko tayari kujibu? Kwa nini maandiko yanasema kwamba hata umekuwa mtu wa kuwa ndani ya Kristo, si ndani ya Muhammad, si ndani ya Ondeto, si ndani ya Krishna, si ndani ya Licha kwa Malenje, si ndani ya Jehova Wanyoni, lakini ndani ya Kristo. Kwa nini? Kwa nini? Nataka mnijibu, nataka kuona mkono. Kwa nini ndani ya Kristo? Kwa nini si ndani ya Muhammad? Madam, tuambie. Kwa sababu ni yeye ndiye alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Tupatie maandiko. Tupatie maandiko. Hiyo ndio nilikuwa nangojea. Tupatie maandiko. Tupatie maandiko. Inaongea kwa jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu iposa akatoa mwana wake wa pekee ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Lakini nataka maandiko ambayo yanasema alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya Joani. Umejaribu sana. Amen. Unaona hiyo maandiko ambayo umesema John 3:16 inajibu swali lingine ambayo I'm about to ask. That is about to ask. Bwana Susan, kwa hiyo kuwa tayari utaleta hii itajibu swali yenye nataka kuuliza. Bwana Susan, nataka tusome 1 Corinthians chapter 15 verses 3 mpaka 5. Hii Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Madam, tusome 1 Corinthians ama Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 3 mpaka 5. Biblia inasema, kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama... Umesikia? Rudia. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kama yanenavyo maandiko. Kama yanenavyo maandiko. Alikufa kwa sababu ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Na ya kuwa alizikwa. Na kuwa alizikwa. Na ya kuwa alifufuka siku ya tatu. Na kuwa alifufuka siku ya tatu. Kama yanenavyo maandiko. Kama yanenavyo maandiko. Na ya kuwa alimtokea Kefa. Na kuwa alimtokea Kefa. Tena na wale tenashara. Na tena wale tenashara. Umefika 5. Sasa hiyo ndio maandiko ina prove ya kwamba Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Hivi sio kuelezea mtu ambaye uko mpaka ukimwelezea anajua mtu anajua kitu ambacho ameamini. Wakati tunamwonyesha maandiko anajua huyu anajua kile ambacho ameamini. Usianze kuupiga mtu anakuuliza nionyeshe maandiko ambayo inasema Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Wakati anakuambia nionyeshe, unamwambia pastor yangu ndiye anajua. Unajua yeye ndio amepewa tu mamlaka ya kuhubiri. Yeye ndio sasa iko na uwezo wa kushika maandiko. Nataka kuambia wewe, wakati umemwamini Yesu Kristo, amekupatia uwezo wa kuwa mwana. Na wakati amekupatia uwezo wa kuwa mwana, inafaa ushike maandiko. Amen. Na kuna kitu ambacho nataka kuambia. Roho Mtakatifu atashika maandiko kwa niaba yako. It is you to get hold of the scriptures. Roho Mtakatifu hawezi kusomea Biblia. Wewe ndio unafaa usome Biblia. Pastor Benson Kamau. Hallelujah. Mnanielewa ninasema?
Inafaa wewe usome maandiko, na wakati unaanza kusoma maandiko, Roho Mtakatifu ako pale kukupatia ufahamu, kukupatia ufunuo. Anakusaidia kuelewa wakati unasoma, anakusaidia kushika hiyo maandiko. Na kushika maandiko lazima ufanye bidii, kwa sababu si rahisi. Memorizing scriptures si rahisi. Mnanielewa? You work at it. Memorizing scriptures, you must work at it. Kuna watu ambao wanasema wakati maokoki ni free tu, hakuna haja kufanya kazi, ni free tu. Kushika maandiko, you must work at it. The Bible says, my dear friends, as you have always obeyed me, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with the fear and trembling. Continue to work out your salvation with the fear and trembling. There is something you have to do as a believer to get hold of the scriptures. Continue to work out your salvation with the fear and trembling. Madam, tusomee hiyo Wafilipi 2 mstari wa 12. Shikeni maandiko. Bwana sasa tulikuwa kwa ushirika udada kanitia moyo sana. Ameshika maandiko, anaitwa Diana. Msimuone tu hivi. Nitia moyo. Ni ukishika maandiko unanitia moyo sana. Salamia mwenzako, mwambie kwamba ukishika maandiko unatia pastor moyo sana. Madam, unanipamba sana wakati nashika maandiko. Ukishika maandiko, nikisikia unakuti vile nasema, hata na kama nimekaa hapa nitasimama. Amen. Ninaingia pako kwa roho. Wafilipi 2 mstari wa 12, Biblia inasema, basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Continue to work out your salvation with the fear and trembling. Continue to work out your salvation with the fear and trembling. Kuna scripture in the book of Colossians chapter 3 verse 16. Tusome kwa haraka. Wakolosai 3 mstari wa 16. Biblia inasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote,